Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Mafanikio mengine ni Taasisi ya Elimu Tanzania katika kipindi cha miaka 50 imeweza kuongeza hazina ya vitabu vya rejea, riwaya, hadithi, ushairi na aina nyingine za uandishi bunifu. Na hii imefanyika kupitia mambo haya mawili. Kwanza, tumeweza kufanikisha upatikanaji wa ithibati wa vitabu vya rejea na maudhui ya kidijiti 1445. Niseme kwamba sheria ya vitabu Tanzania inataka vitabu vyote vinavyotumika katika shule vipate ithibati ya kamishna. Na kazi hii inafanywa na Taasisi ya Elimu Tanzania. Inamsaidia kamishna kuweza kumshauri juu ya ubora wa vitabu na hivyo kamishna anatoa ithibati. Kwa hiyo tumeweza kutoa ithibati kwa machapisho hayo 1446 na hii imeongeza wigo wa vitabu vya ziada, lakini pia vitabu vile vya hadithi, riwaya, ushairi na kadhalika. Lakini pia Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kushirikiana na Kamati ya Kitaifa ya Tuzo ya Taifa Mwalimu Nyerere ya Uandishi Bunifu imeweza kuongeza hazina ya vitabu kupitia mashindano kwa waandishi bunifu. Mashindano haya yalianza mwaka 2023, yalikuwa ni kwa waandishi wa riwaya na ushairi. Mwaka 2024 ni riwaya, ushairi, hadithi za watoto, na mwaka 2025 ni riwaya, ushairi, hadithi za watoto na tamthilia. Na jambo zuri ni kwamba serikali inachapa vitabu vya washindi katika mashindano haya. Kwa hiyo vitabu hivi vinaongeza hazina ya vitabu na vinaenda shuleni, vinaendelea kuwasaidia wanafunzi kujenga na kupanua maarifa yao. Pia katika miaka hii 50 TET imeweza kuanzisha TET Soma Kwanza TV kwa kushirikiana na wadau, na hii TV imejilenga kuandaa na kurusha maudhui ya kielimu. Nafikiri tunafahamu sote kwamba tuna vituo vingi vya television, lakini hakuna kituo ambacho kimejikita mahususi kwa ajili ya kurusha vipindi vya elimu masaa 24. Kwa hiyo TV hii itakachofanya ni kurekodi vipindi vya darasani kama vilivyo kwenye mtaala na kuvirusha. Kwa hiyo ni nafasi nyingine ya wanafunzi kujisomea, walimu kuongeza maarifa. Kwa hiyo mwalimu kwa mfano labda anapaswa kufundisha topic fulani na hajaelewa vizuri anaifundishaje, anaweza kuangalia vipindi namna ambavyo walimu mahiri wamefundishwa na vinarushwa na televisheni hii. Lakini pia mafanikio mengine ni kuimarisha mashine za uchapaji katika viwanda vyetu ambazo zimesaidia kuchapa na kusambaza machapisho mbalimbali ya TET katika viwanda vya uchapaji Press A na Press B. Na hapa na picha chache za mashine. Tunashukuru sana serikali iliweza kutupatia fedha za kununua mashine ambazo kwa kipindi hicho tulipatiwa mwaka 2021. Kwa kipindi hicho mashine hizi zilikuwa za kisasa. Ninasema hivyo kwa sababu teknolojia ya uchapaji inakuwa kwa uharaka sana. Kwa hiyo kwa sasa hivi utaona kwamba nimesema tuna mashine hizi, lakini mbele kwenye changamoto utasikia ninaongea kupitwa na wakati kwa teknolojia ya uchapaji tunayoitumia. Kwa hiyo tunashukuru tunazo, zinafanya kazi, japokuwa changamoto ni kwamba zimepitwa kidogo na wakati, na tutaendelea kuimarisha kuhakikisha kwamba zina teknolojia ya kisasa. Na mafanikio mengine, tumeweza kuimarisha matumizi ya TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji kwa kuanzisha mashirikiano na shule 6 za msingi za sekondari ambazo ni Magamba Sekondari, Kimbiji na Mabatini Sekondari ambayo iko Njombe, pamoja na Shukilai ambayo iko Tanga, Tegeta A iko Dar es Salaam na Mkombozi shule ya msingi ambazo iko Njombe. Kwa hiyo tumeanzisha mashirikiano haya kwa shule hizi kuzipelekea vifaa mbalimbali vya TEHAMA vikiwemo kompyuta, laptops, meza za kielektroniki za kufundishia, lakini zaidi kutoa mafunzo kwa walimu hao ya namna ya kutumia TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji. Walimu hao walipata mafunzo kwa njia ya online wakiwa hapa nchini, lakini pia walipata nafasi ya kwenda nchini Korea kuweza kuhudhuria mafunzo ya ana kwa ana. Kwa hiyo hayo pia ni moja ya mafanikio. Mafanikio mengine ni kuendelea kutoa mafunzo kwa walimu wote na wasimamizi wa utekelezaji wa mtaala. Kwa kweli jambo hili tumelizingatia na tunaendelea kuishukuru sana serikali. Serikali inathamini na kuelewa kwamba ili tuweze kutekeleza mtaala kwa ufanisi ni lazima tuwekeze kwa walimu.
Kwa hiyo Taasisi ya Elimu Tanzania imeendelea kutoa mafunzo. Nimetoa mfano hapa, kwa mfano wa mwaka wa fedha 2023/2024 na 2024/2025, wakati tumeboresha mtaala, tunaendelea kutekeleza mtaala, tumetoa mafunzo kwa walimu wa awali na msingi, shule zote za umma na shule za binafsi, kwa jumla ya walimu 181,771. Tumetoa pia mafunzo kwa walimu wa elimu ya sekondari 103. Tumetoa mafunzo kwa wakufunzi wa vyuo vya umma na binafsi 1333, wadhibiti ubora wote nchini 1666, maafisa elimu kata wote nchini 3945, maafisa taaluma wa halmashauri 184, maafisa elimu wa halmashauri 184, maafisa elimu wa mikoa 26, maafisa elimu wa taaluma wa mikoa 26 na maafisa elimu wa mikoa 26. Kwa hiyo tumezingatia sana kuhakikisha kwamba watekelezaji na wasimamizi wote wa utekelezaji wa mitaala wanapata mafunzo, wanaielewa mitaala na wanaitekeleza kwa ufanisi. Na hiyo yote imewezekana kutokana na dhamira ya dhati ya serikali chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa nimeweka picha chache zinaonyesha mafunzo ya walimu kazini ya ana kwa ana, lakini pia ukiangalia hapo tumewagawa walimu katika vikundi vichache wakiwa wanajifunza na kufanya practice ya kuweza kuandaa masomo wanayoenda kufundisha. Na mafanikio mengine ni kwamba tumeweza kuimarisha utoaji wa mafunzo. Kwa hiyo bado tunatumia njia ya ana kwa ana, lakini pia tumetumia teknolojia ambapo serikali imesimika madarasa janja 3. Darasa janja moja liko Taasisi ya Elimu Tanzania makao makuu, lingine liko shule ya sekondari Kibaha, lingine liko shule ya sekondari ya Mfano Dr. Samia Suluhu Hassan Dar es Salaam Dodoma. Kwa hiyo madarasa janja haya, kila darasa janja moja lina uwezo wa kuunganisha walimu takriban 340 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kinachofanyika, mwezeshaji wa mafunzo anakuwa hapa Taasisi ya Elimu Tanzania na wana mafunzo wanakuwa kule waliko shuleni kwao na wanaweza kujiunga na kufuatilia vyema mafunzo. Darasa janja hili limesaidia sana kupunguza gharama ya utoaji wa mafunzo. Lakini mafanikio mengine ni kuimarisha utoaji wa mafunzo kazini ya walimu kwa kuandaa mfumo wa kidijiti unaojulikana kama Learning Management System. Na mfumo huu umepakiwa moduli mbalimbali na unapatikana kupitia tovuti kama inavyojionyesha hapo, www.tcpd.tie.go.tz. Sasa jambo zuri kuhusu mfumo huu ni kwamba unapatikana bila gharama za bando au za internet kwa kutumia mtandao wa Airtel, na kwa sasa tunaendelea kukamilisha taratibu za kusaini hati za makubaliano na Vodacom na Halotel ili kuwaomba waondoe gharama katika matumizi ya mfumo huu. Lengo ni kuwawezesha walimu wote waweze kuupata mfumo kwa urahisi na waweze kujinoa kila itwayo leo. Lakini pia tumewaandikia mashirika mengine yote ya utoaji wa huduma za simu kuwaomba waondoe gharama kwenye matumizi ya mfumo wa ufundishaji na ujifunzaji. Sasa kuhusu madarasa janja, nilisema kwamba yameongeza tija na kupunguza gharama ya utoaji wa mafunzo ya ana kwa ana na kuongeza ufanisi. Lakini pia Taasisi ya Elimu Tanzania katika kipindi hiki cha miaka 50 tumeweza kuimarisha stadi za ufundishaji kwa kuendesha mashindano ya walimu kwa shule za msingi na sekondari. Nafikiri kama mtakuwa mmeona kwenye matangazo yetu, Taasisi ya Elimu Tanzania kuanzia mwaka 2023 imekuwa ikiendesha shindano la stadi za ufundishaji kwa walimu. Na kwa mwaka huu tunataraji kwamba shindano hili litafanyika tarehe 14 Jumamosi, ni kesho. Kwa nafasi hii niwakaribishe sana pale tukikuja Dar es Salaam, tutakuwa na shindano la walimu. Sasa hili shindano faida yake ni kwamba limekuwa ni chanzo cha kuimarisha umahiri wa walimu, pamoja na kuwamotisha, kuwatambua na kuwamotisha walimu, lakini pia linaimarisha umahiri wao, lakini pia linatusaidia kupata video ambazo tunaziweka kwenye mifumo yetu na kuwafanya walimu wengine waweze kujifunza mbinu mbalimbali za ufundishaji na ujifunzaji. Mafanikio mengine ni upande wa utafiti. Tulisema kwamba Taasisi ya Elimu Tanzania pia ina jukumu la kufanya tafiti. Katika miaka 50 kumekuwa na kuongezeka kwa tafiti zinazofanywa kwa ushirikiano baina ya TETI na vyuo vikuu vingine vya ndani na nje ya nchi. Tafiti hizi zimeimarisha uwezo wa kufanya maamuzi katika masuala mbalimbali ya usuyo, ufundishaji na ujifunzaji
kwa kutumia ushahidi unaotokana na matokeo ya utafiti. Lakini pia tafiti hizi zimeimarisha mapato ya ndani ya taasisi. Lakini kwa mwaka wa fedha 2021-2022 tulifanya utafiti na Chuo Kikuu cha Western Norway of Applied Sciences ambao unajulikana kama kuona ni kujifunza, na lengo lake ilikuwa ni kubaini changamoto za uone miongoni mwa wanafunzi wa elimu ya awali na msingi na kutoa afua stahiki. Kwa hiyo kwa kupitia utafiti huu tuliweza kupata mbinu za kuweza kubaini. Unajua unapofundisha darasani, kwa mfano hapa ninavyoongea, naweza nikawaona wote mnaniangalia nikafikiri kwamba mnaona, mnafuatilia, lakini kumbe kuna mmoja wapo ana changamoto hata haoni wala haelewi kinachofanyika hapa mbele. Kwa hiyo utafiti huu ulitusaidia sana kuweza kutambua mbinu za kubaini changamoto, na ukapelekea uhitaji wa kuandaa moduli za kutolea mafunzo kazini kwa walimu ili kuongeza umahiri wao katika kuwabaini, kuwachunguza na kutoa afua stahiki. Kwa hiyo mwalimu akigundua darasani kwamba mwanafunzi huyu amekaa ananiangalia lakini kumbe haoni huku mbele, sasa nichukue hatua gani ili kuhakikisha kwamba simuachi darasani? Ndio ilikuwa lengo kubwa la utafiti huu. Na jumla ya fedha za utafiti huu zilikuwa ni shilingi milioni 950. Lakini kwa mwaka wa fedha 2023-2024 TET inashirikiana na vyuo vikuu vya Georgetown, Delaware na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndaki ya elimu kufanya utafiti unaojulikana kama What Work Hub for Global Education. Kupitia utafiti huu tumeanzisha kituo cha utafiti kinachoitwa TIE Ed Lab, na lengo la kituo hiki ni kufanya tafiti mbalimbali. Kama nilivyosema, moja ya majukumu ya TIE ni kufanya tafiti. Kwa hiyo kituo hiki kazi yake kila itwapo leo ni kufanya tafiti mbalimbali za masuala ya elimu, na lengo ni lile lile, kuweza kuishauri serikali kufanya maamuzi katika ufundishaji na ujifunzaji ambayo yametokana na matokeo ya tafiti. Sasa utafiti huu wa Taasisi ya Elimu Tanzania na Georgetown University ni wa miaka 5. Gharama zake ni pounds milioni 1,999,632 sawa na shilingi bilioni 7 na milioni 62,113,335. Mafanikio mengine ya Taasisi ya Elimu Tanzania ni kuongezeka kwa ushirikiano wa TET na taasisi nyingine za ndani na nje katika kutekeleza majukumu ya TET. Niseme tu kwamba mpaka kufikia mwaka 2025 mpaka leo ninapoongea, TET imeingia makubaliano na mashirika takriban 35 kwa malengo mbalimbali. Kwa hiyo tumeingia makubaliano na mashirika haya katika kuimarisha utendaji wa majukumu ya Taasisi ya Elimu Tanzania. Kwa mfano, tumeingia makubaliano na baadhi ya taasisi katika matumizi ya AI katika ufundishaji na ujifunzaji, katika uandaaji wa maudhui ya kidijitali kwa ngazi mbalimbali za elimu, katika kuboresha mfumo wa ufundishaji na ujifunzaji wa walimu, uboreshaji wa maktaba mtandao, uandaaji wa mfumo wa ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi, uandaaji wa vipindi vya masomo ya darasani kwa television, utoaji wa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa, utoaji wa elimu ya fedha, uandaaji wa maudhui ya historia hususani ya ukombozi wa Afrika na maadili, uandaaji wa vitabu vya wanafunzi viziwi, uandaaji wa vitabu vya wanafunzi wasioona. Kuhusu wanafunzi wasioona tumeingia makubaliano na wenzetu wa Korea. Wao wanatusaidia teknolojia ya kisasa ya kuandaa vitabu vya maandishi ya braille. Utoaji wa mafunzo juu ya stadi za maisha na elimu ya jinsia, pamoja na utoaji wa elimu ya mazingira. Kwa hiyo kwa ujumla tumeingia makubaliano na taasisi takriban 35 za ndani na nje ya nchi, na nimesahau kutaja hapa pia kwamba tumeingia katika mitaala iliyoboreshwa. Tumesema kwamba tunataka kuimarisha ufundishaji wa lugha. Kwa hiyo tumeanzisha kufundisha Kiingereza kuanzia darasa la kwanza na Kiswahili kuanzia darasa la kwanza. Kwa hiyo tumeingia makubaliano na taasisi ambayo iko nchini Uingereza katika kufundisha Kiingereza kwa walimu wa kujenga umahiri wa walimu wa darasa. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.